Ndio. Na mimi nafurahia kuwaona hapa. Naona nafurahia kuwaona hapa mkiwa wazima. Toka last week hadi leo mko wazima. Kwa hivyo niko na furaha tele wapendwa Yesu. Nawakaribisha siku ya leo tena kwa maombi ya mbinguni. Ambao ni ufalme wa mbinguni ambao ni mtakatifu. Ambao tunaongelea katika ulimwengu. Maana Yesu hakuna siku atakuja kuhubiri tena ulimwengu. Yeye alihubiri mwanzo na akatumwagia roho ili tutaweze kuhubiri injili yake kote ulimwenguni. Kwa kile kiumbe chote ulimwenguni. Maana maandiko yanasemaje? Wakati Yesu pale aliagana pale na watu wake, Marko 15:16 inasema ati akawaambia, "Nendeni kote ulimwenguni mkahubiri injili yote kwa kila kiumbe chote ulimwenguni. Wale watakayeamini na kushika neno wakubatizwa wataokolewa, na wale watakayepinga neno watahukumiwa." Hiyo ni agano, hiyo ni urithi Yesu alituachia pale katika Romani, katika Marko. Na pia Yesu anasema nini? Katika Romani chapter 9 verse 10 verse 9 inasemaje? Inasema atakayekiri Yesu kwa kinywa chake na kubali Yesu ni Bwana wa mabwana ama ni mkombozi wa maisha yake ataokoka. Na atakayekubali na kumwamini Yesu na moyo wake na kujua Yesu ni mfalme, haleluya, yeye ataitwa nini? Ataitwa kuwa mwenye haki. Na ndio maana wanapanda siku leo na watangazia kuna mamlaka wa Yesu. Maana Yesu alibadilisha. Maana tumetaja kuwa sisi ni chumvi katika ulimwengu. Chumvi ya ulimwengu sisi kuna ladha katika ukiokoka umekuwa chumvi ya ulimwengu. Lakini kama wewe ungekuwa chumvi ya ulimwengu ukiokoka, bado wewe utakuwa chumvi ya ulimwengu. Bado wewe ni chumvi ambayo haina ladha. Biblia inasemaje? Chumvi ikiwa na haina ladha inafanya nini? Kwa Biblia unajua leo. Inatupwa chini na kunanyangwa chini. Na kanyangwa chini. Kwa hivyo ndugu yangu, siku ya leo jiulize, wewe ni chumvi yenye ladha katika ulimwengu? Wewe ni chumvi ambayo inasafiri manufaa katika wanadamu katika ulimwengu, ama wewe ni chumvi ambayo itatupwa chini na kukanyagiwa? Maana Mungu anasemaje? Hatuwezi osha kikombe nje. Haleluya. Yesu aliongea maneno akiongea na Mafarisayo. Akiona Mafarisayo wakijifanya wao ni watakatifu, naye hawajui huyu Yesu. Yeye ndiye mwenyewe atawaongoa katika damu yake msalabani. Wakijifanya Yesu kwanza yeye ni mchafu. Haleluya. Yeye anauliza, kazi yenu ni kuosha kikombe nje, lakini ndani hamjui. Amuoshe. Kwani mwenye aliumba kikombe, yeye aliumba ndani. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa Yesu nawaambia siku leo, wewe umeosha kikombe yako nje ama umeosha ndani? Kwa hivyo maandiko yanasemaje? Kile matunda yako unatoa, kama umetoa kikombe chako ni kichafu ndani, hiyo kikombe unatoa inatoa harufu mbaya. Na ndio tunda ambalo linatoka katika ulimwengu. Na ndio maana natangaza siku leo watu waokoke. Mimi naomba watu waokoke, sihubiri maisha ya ulimwengu. Ukinipata nikikuhubiria ati utajirike ama ununue magari, ununue mashamba, mimi huwezi sikia. Kwa maana ile kazi nimepewa zile mwanadamu amepewa. Mimi nimepewa kuamrisha watu wakae na utakatifu wa Yesu na waokoke, watoke katika dhambi ili wakaweze katika ufalme wa mbinguni. Lakini karama na mambo ya ulimwengu, hapana. Hiyo nilikatazwa na nikaamua ufanye kazi yenye nimekupea. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa Yesu, na ukaribisha katika hii neno siku leo ambayo ni takatifu. Wacha tukaoshe kikombe pande zote. Maana hii neno la Yesu ni takatifu. Neno la Yesu si uchafu. Ama ukae katika dhambi. Nasikia watu wakibibilia watu kuhusu dhambi. Ati mhubiria watu kuhusu dhambi. Ati hivi ni wenye dhambi. Wewe unajua ufalme wa mbinguni sio mwenye dhambi. Ufalme wa mbinguni hakuna mwenye dhambi atasimama pale. Kuna mtakatifu ndio atahesabiwa pale katika ufalme wa mbinguni. Mwenye haki ndio ataweka huru pale. Maana Yesu atamtetea. Maana amesimama kidete na Yesu ataweza kutetewa. Kwa hivyo wapendwa Yesu, mimi nawahimiza katika neno la Yesu na umoja wa kiroho ili tukaweze kuhesabiwa katika ufalme wa mbinguni. Maana ufalme wa mbinguni sio kukula na kukunywa. Romans chapter 14 verse 17 inasema ufalme wa mbinguni sio kukunywa na kukula. Maana hiyo ufalme wa kumisana ndani ya roho ili watu wakaweze kukamilika mbele ya macho ya Muumba, lakini si kukaa ndani ya dhambi mkisema mnangojea ufalme wa mbinguni. Maana kizazi cha nyoka ambacho tunajua kiko katika ulimwengu ni kizazi cha uovu. Maana baba yao amekuwa pale tangu mwanzo akiwa anatenda uovu. Maana kazi yake ni kuua na kuharibu na kuteketeza. Watu wamejichafua. Mimi nikiangalia watu wamejichafua. Lakini hawataki kukaa na neno la Yesu. Najua mmehubiriwa sana, mmevidhika sana akili zenu. Lakini aje niwaambie, mimi si mhubiri wala nahubiria watu atuwaishi katika hii dunia. Mimi nahubiria wewe ukubali neno la Yesu ama neno la Yesu likukate. Neno la Yesu linakata mwenye dhambi. Neno la Yesu linaweka watu huru ili wakaweze kuishi katika uhuru wa ufalme wa mbinguni.
lakini si kukaa katika ulimwengu na uchafu wa ulimwengu. Haleluya, haleluya. Kwa hivyo wapendwa Yesu, sitaki kutaja mambo mengi, sitaki kutaja mambo mengi, watu tuombe, atuamini. Yesu Baba wetu, unaishi ndani yetu. Tunasema Baba, tunashukuru tena wakati huu Yesu, maana wewe ni kiongozi, maana wewe ni mfalme wa wafalme, maana umemiliki kote Yesu. Umetupea nguvu, umetupea uwezo wa kuishi katika neno lako takatifu ambalo ni neno la ufalme wa mbinguni. Yesu, tukaweze kuhubiri kote ulimwenguni kwa kile kiumbe. Baba, tumetisha kibali chako, tumetisha neema yako Yesu, ikazidi kuwa juu yetu. Roho wako akawe juu yetu Mesia Baba, ili tukaweze kuongea kwa ajili ya mateka ambao wamefungwa, kwa ajili ya wanadamu Yesu, ili wakaweze kuweka huru. Ndio maana natangaza siku leo, hao viumbe wa mali yako Yesu, ni viumbe vyako umetegua ili wakaweze sikiza hii ibada, ibada takatifu, ibada ya ufalme wa mbinguni. Baba, nasema wacha watumishi wako kwenye mali hapa, Roho akaweze kuwa juu yao ili wakaweze kuonya. Maana Yesu nasema na neno lenye pumzi litahubiriwa, litaonyeshwa onya katika wanadamu. Wacha Yesu kaonekane Yesu, ukawalinde, ukawapee nguvu, na kila mmoja ni mahali hapa, wacha ukambadilishe, wacha ukamweke huru, sio mwana wa mama na wazee, sio mwana vijana Yesu, watie nguvu, watie furaha ya mbingu Yesu, ili wakaweze kuhesabiwa katika ufalme wako. Maana ni Mungu mwenye nguvu. Yesu nikiamrisha majeshi ya mbinguni, majeshi ya ufalme wa kiroho, ili wakaweze tawala juu ya vitu vyao, juu ya maisha yao Yesu. Maana Yesu wa mbinguni, najua ibilisi ametupa katika ulimwengu, na najua wakati wake ni mchache ili akaweze kuangamiza. Nimesema na asha, hakuna silaha yote iliyotengenezwa kinyume itaweza nawili. Yesu wa mbinguni, wewe ni mfalme Yesu. Nimetenganisha roho ya maafu, nimetenganisha roho ya damu ya ukoo, damu Yesu ambayo imerudisha watu nyuma. Yesu, nimesema makafara yetu ikashindwe, roho ya majini na uchawi ikaweze kuondolewa. Maana ni mfalme Yesu, umwagaji wa damu Yesu, na maajali na karakana za ulimwengu zikaweze kushindwa. Wewe ni mfalme Yesu, unastahili Yesu. Baba, tukiona roho wako akitulinda na kutuongoza katika safari ya imani, maana bila wewe Yesu hatuwezi. Wacha Yesu Baba tukashukuru kusema ni asante. Na siku leo Baba tumekabili mkono wako, hii yote Yesu tumekabili mkono wako, ili ukaweze kutulinda, ili ukaweze tuwezesha, ukatupee hekima na kuishi katika neno. Maana ni Mungu mwenye nguvu. Majaribu ni mengi, mapito ni mengi, lakini wewe Yesu uko upande wetu, na nataka tutoe upande wako Yesu. Haleluya mfalme, haleluya mfalme. Amina.